Mtazamaji wa Global TV, ni mahojiano maalum kupitia kipindi cha Safari na Good Moyo, ambapo leo tunazungumza na Dr. Wilbrod Slaa ambaye ni mkongwe katika siasa hizi za hapa nyumbani nchini Tanzania. Tumezungumza mambo mengi sana kwenye sehemu ya kwanza ya mahojiano haya, na hii ni sehemu ya pili ya mahojiano haya, na tulikuwa tukiendelea kuzungumza kuhusiana na msingi wa kupata katiba mpya. Nilitamani kufahamu Dr. Umetoa mfano ukasema kwa Marekani katiba ambayo wanaitumia ambayo imedumu kwa miaka zaidi ya 250 ilipatikana ndani ya siku 116. Ukaja kwa Ghana hapa ukasema zimetumika siku 16, si ndio? Ghana. Ghana. Na wajumbe walikuwa Ghana walikuwa na wajumbe 485 ambao ndo lakini walioitengeneza ni watu wanne tu, ndio walioshughulika kutengeneza katiba. Ndio. Sasa tukija kwenye msingi wa hapa nyumbani na kwa hatua ambayo tumefikia, na ushauri wako umesema kwamba tutumie ile rasimu ya Jaji Warioba ambayo ilishia katikati kutokana na sababu mbalimbali. Tuna uwezo wa kutumia muda gani, lakini pia tutumie utaratibu gani kama mkongwe katika siasa hizi? Karibu sana. Asante. Kwanza, principle ya kwanza, katiba ni mali ya watu, sio mali ya serikali, sio mali ya chama cha siasa. Na bahati nzuri wazee wetu waliotutengenezea katiba ya 77 wametuwekea huo msingi, na ndio maana kwenye utangulizi wao nadhani nilieleza, nadhani mlirekodi, sihitaji kurudia. Ndio. Lakini kwa kifupi sana, katiba ni mali ya wananchi, sio ya sisi, ya chama chochote, sio CCM, sio Chadema, sio nani. Katiba ni mali ya wananchi. Vyama vinaweza kuhamasisha, vinaweza kufacilitate, lakini si mali yao. Hiyo ni principle ya kwanza. Utaratibu wa kupata katiba unatofautiana. Kwa mfano Tanzania, hatuhitaji kutumia hata zaidi ya miezi 4 kupata katiba, kama kwa mfano wa Marekani, kama kwa mfano wa Ghana. Njia ipi ni rahisi kwa hapa tulipofika? Tanzania tayari tuna rasimu ya Warioba. Kwa kupitia rasimu ya Warioba, kwa jinsi wananchi walivyokuwa wanachangia, saa hizi tunahitaji kamati ya wataalamu. Kamati ya wataalamu ndio ilifanyika pia Marekani, ndicho kilichofanyika Ghana, na hata South Africa pia ndicho walichofanya. Ndio. Wataalamu ukiwachanganya wanasheria, watu wa fani mbalimbali, professionals wa fani mbalimbali, ukawafungia ndani kwa wiki 2, wiki 3, katiba unaipata. Katiba unaipata kwa sababu principles za katiba zinajulikana duniani. Mwanasheria yoyote ambaye amejifunza kweli sheria, labda kama alirachia tu, au labda awe mwanasheria kama wale wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wanaingia law school watu 1000, alafu wanafaulu watu 23. Ndio tatizo la Tanzania. Mwanze kuona tatizo kuanzia hapo. Msione tatizo, na sijui kama mmeona jana wanasheria wamepelekana mahakamani. Kuna watu wamepewa vyeti vya wanasheria, hawajapitia law school tena. Baada ya serikali kuona watu wanafeli sana, wameamua kubypass wale wanasheria wa serikali, hawapiti tena, wenzao wampeleka mahakamani. Sasa hicho uone athari ya matendo kama haya ya kuchukua shortcut. Unatengeneza wataalamu ambao hawajaiva. Lakini ukisha kuwa na wataalamu walioiva, huhitaji zaidi ya miezi 4 kupata katiba, mpaka kupitishwa na wananchi, kwa sababu hatimaye katiba lazima ipitishwe na wananchi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna Watanzania bado wanaamini kwamba katiba lazima iende bungeni. Tena bunge hili liloko, dhana potofu mpaka mbinguni. Katiba ni mali ya wananchi, si lazima iende bungeni. Wataalamu wale wakishapitisha, ambao tumewaamini wanatengeneza, tukawa na chombo fulani cha proofread au kuthibitisha kile ambacho wataalamu wametengenezea, moja kwa moja tunaenda kwa wananchi. Wananchi wakishapigia ile kura,
na wakaipitisha. Hiyo ndio katiba ya wananchi. Kwa hiyo hakuna cha ilani ya chama cha siasa, hakuna cha nini. Hizi hoja za kwamba iko kwenye ilani ya chama fulani ni mbinu ya kutunyima katiba, ni mbinu ya kuzuia, kwa sababu wataanza kupata hoja iko kwenye ratiba yetu. Ratiba yao wao na control. Kwa hiyo wakitaka kwamba ipatikane mwaka 2000 na mwaka 3000, utasubiri hicho chama cha siasa mpaka 3000 kama na chenyewe wakati huo kiko hai. Wakati wataalamu wakitengeneza, wakikaa, timu ya wataalamu ukiwapa sasa hivi wiki 6 wanatengeneza. Isitoshe, robo 3 ya mambo yaliyoko kwenye katiba yetu ya mwaka 77. Muulize mwanasheria yoyote anaelewa sheria. Robo 3 ya mambo yaliyoko kwenye katiba ya sasa ya 1977 ni mazuri. Robo 3 ya mambo yaliyoko. Ile robo moja mbaya ndio hiyo ambayo tunahitaji sasa wataalamu wayaweke vizuri. Mabadiliko yanahitaji kuwekwa vizuri, ya wafanye mabadiliko, wayashape kwa namna ambavyo inatakiwa. Na mambo ambayo taifa letu linapata shida kama nilivyoeleza mwanzo ni ubinafsi wa wanasiasa, kwa sababu rasimu ya Warioba ilishindikana kwa sababu ya ubinafsi wa wanasiasa. Na anaposema ubinafsi wa wanasiasa, naanzia na wanasiasa wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio waliokwamisha. Japo wao wanasema ni Ukawa walitoka nje. Ukawa walitoka nje ya ukumbi wakati ule kwa sababu waliona wanaburuzwa. Na nyie vijana bahati mbaya hamjui ile historia. Mimi nilikuwa katibu mkuu wakati huo. Ndio. Najua wabunge wangu wa Ukawa walitoka, na sisi waliomba ushauri tukamwambia tokeni. Kwa sababu ile katiba tungekuwa nayo ingekuwa mbaya kuliko katiba ambayo tunaishi leo ya 77. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, kama tuko serious na kupata katiba, tutafute modality ya kupata wataalamu ambao watatuandalia katiba. Kama tunaamini, kwa mfano, kama tutawaamini, kwa mfano tukasema kwa mujibu wa section 4 ya sheria iliyosajili TLS imesajiliwa kwa sheria ya bunge. Ndio. Tukasema nyie ni chombo cha wananchi na hata sasa mnafanya kazi kwa kodi za Watanzania. Acheni usiasa nyie, kwa sababu hamtakiwi hata kuwa wanasiasa. TLS sisi tunawapa kazi. Tuchagulieni wanasheria wabobevu, changanyeni vijana, changanyeni wazee, changanyeni wenye professions mbalimbali, ili katika katiba yetu tuweze kucapture sura mbalimbali zinazotakiwa. Watu wa uchumi, watu wa sheria za uchumi, watu wa sheria za jinai, watu wa sheria, ili katika katiba yetu tupate idara zote kufuatana na specialization mbalimbali za sheria. Ndani ya miezi miwili katiba itakuwa mezani. Na ukishapata katiba ndani ya miezi miwili, kwenda kwa wananchi, elimu, maana lazima kwanza kuwapa elimu. Labda mwezi mmoja tutoe elimu. Wiki 2 wala hatutamaliza wiki 2 kwenda kupiga kura. Kwa sababu zoezi la kupiga kura kwa kawaida ni siku moja anyway. Kwa sasa kwa nini tuchukue miaka 2 kupata katiba mpya? Kama tuna dhamira njema, kama tuna njia njema, kama tunaipenda Tanzania wote. Sawa. Katika sehemu ya kwanza mwishoni kabla tujarudi katika kipengele cha katiba mpya na ushauri huu ambao nadhani pia na mamlaka watakuwa wameusikia vizuri, tulikuwa tukizungumza kuhusiana na Wizara ya Vijana na utaratibu ambao upo kwa sasa hivi ambao umezingatiwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata kitengo chao cha kuwasikiliza na kuwasaidia pale ambapo wanahitaji msaada. Je, kwa hatua ambayo tumefikia ni hatua ambayo inakwenda vizuri, ama kwa upande wako unaona nini kifanyika kuhakikisha kijana ni kweli sawa, hata kama tuna malengo lakini tutumie njia hii badala ya hii? Karibu sana. Kwa kuwa yeye ni vijana wadogo, ndio niwarudishe kwanza kwenye historia. Karibu. Ni bahati mbaya, na sio kwa vijana tu, hata kwa wanawake. Ndio. Huko nyuma kulikuwa na nia ya kuwaleta vijana wetu wote pamoja, badala ya kuwagawa katika
misingi ya vyama, na tukataka kutengeneza baraza la vijana wa Tanzania. Baraza kwanza la vijana, ili vijana wote waje pamoja. Saa hizi vijana wetu wamegawanywa kama nyama. Kwa hiyo kuna vijana wa CCM, kuna vijana wa Chadema, kuna vijana wa ACT, lakini matatizo ya vijana ni moja, yanafanana wote. Kama hakuna ajira kwa kijana wa Chadema, vivyo hivyo hakuna ajira kwa kijana wa CCM. Kama elimu sio bora kwa kijana wa wa ACT Wazalendo, vivyo hivyo kwa kijana wa CCM. Na mambo mengine yote yale. Sisi vijana wetu wote wamelelewa katika mazingira yanayofanana. Kwa hiyo hoja ilikuwa bungeni wakati huo, ni miaka ya 97 kuja kwenye 2000 na kitu, wa vijana wetu tuwaweke pamoja ili matatizo ya vijana yawe address katika center moja. Kwa sababu kiweka matatizo kwenye center moja ni rahisi kuyashughulikia. Sasa hivi Chadema inashughulikia vijana wake, CCM inashughulikia vijana wake, alafu humo ndani unapata ubaguzi, humo ndani unapata upendeleo, humo ndani kuna watu wanaajiriana kwa sababu ya misingi ya undugu, vitu ambavyo Tanzania ilikuwa historia. Huko nyuma ajira hajawahi kutolewa kwa undugu. Mwalimu Nyerere alipiga vita undugunization. Nepotism. Alipiga vita. Lakini leo unaona nepotism kila mahali. Watu wanapata ajira kwa kujua nani aliyeko serikalini. Hata mimi hapa kila siku napigiwa simu, "Dokta, niombee kwa fulani." Na mimi namwambia, namkemea kama Yesu alivyokemea shetani. Ukome, kwa sababu unaniingiza kwenye kishawishi. Mimi nikutafutie wewe. Jana wale ambao hawezi kunifikia mimi watasaidiwa na nani? Kwa hiyo tumeondoka kwenye ile dhana ya kwamba sisi ni vijana wa taifa moja. Ajira ni haki yetu wote. Sasa tunaanza kusema nani anamjua nani ili apate haki zake. Tukishaenda hivyo, hilo ni taifa linalomalizika, linakwenda ukingoni na kufa. Kwa hiyo tulikuwa na hiyo dhana, ikazuiliwa na serikali ya CCM. Hiyo baraza la vijana likauliwa na vijana wa CCM. Tena kwa wakati mwingine leo makamu wa rais, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anahusika na vijana pia. Sasa kwa kweli hamjui historia, mimi labda sio wakati wake wa kuiongea, niache, lakini alikuwepo katika kukwamisha hilo wazo la baraza la vijana. Kwa sababu yeye alikuwa wakati ule kiongozi wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Sawa? Sasa tukianza na mtazamo huo wa vijana, mimi nadhani taifa letu litakwenda haraka sana, kwa sababu tangu asili Watanzania tumefundishwa kuwa ndugu moja. Watanzania tumependana. Ni sasa hivi Watanzania tunaanza kugawanywa, kitu ambacho Tanzania tulishakiondoa. Rudi kwenye document yoyote ya Mwalimu Nyerere, Tanzania ni nchi moja, sisi wote ni ndugu. Tulikuwa hatuhitani kwamba fulani wa mahali fulani, ilishasahaulika. Habari ya mtu anatoka eneo gani, mtu ni kabila gani, Tanzania tulifuta. Leo CCM imetujengea tena ukabila, mtoto wa mtu mkubwa na watu wadogo, hata watu wakai pamoja. Hiyo nadhani mmeiona hata nyewe wenyewe. Kuna hata nyumba za disco. Sasa hivi zinajulikana hizi disco ni za watu wa level gani. Sasa taifa hilo linaanza kufa. Kwa hiyo kama tutaweza, mimi wazo langu ni kufufua tena vijana wetu wote wawe na umoja wao, ili wanapodai, kwa sababu hata trade union na labda hilo swala la trade union siku nyingine tuiongee. Trade union zetu zimefanywa kwa vyama vya siasa, zimegeuzwa kwa vitengo vya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo vyama vya hivi zinazoitwa trade union zimeondoka kwenye malengo yao ya msingi, zimekwenda sasa kuwa vyombo vya kuunga Chama cha Mapinduzi. Wamesahau majukumu ya msingi ya kwa nini hivi vyama vya wafanyakazi vilianzishwa, na vivyo hivyo hata kwa vijana wetu imekuwa hivyo. Sasa tukivunja hayo, tukarudi kwenye msingi, tukawa na vijana wanaojitambua. Na kumbuka, hiyo imeathiri sio tu hapo, imeathiri kila mahali, hata vioni. Hebu tazama vioni
kuna vijana wa Tanzania hawaruhusiwi hata kufanya mikutano yao, lakini kuna vijana wanaruhusiwa kufanya mikutano ndani ya eneo la chuo. Ubaguzi hapo hapo katika eneo moja kwa vijana ambao wana umri mmoja, wana rika moja, wana elimu moja, lakini wanagawanywa. Hao wana haki hizi, hao hawana haki hizo. Hizo ambazo hao wanazo, hao hawana. Sasa nchi ikishafika hapo na nchi ikishakosa vijana, manake vijana ndio viongozi wa kesho. Sasa wakianza kulelewa kwa sura hiyo, manake umeua. Mimi ushauri wangu ni kwamba turudishe ile dhana, sio tu kwa vijana, turudishe vijana na umoja wao kama vijana wa Tanzania, kwa sababu hata tukiamua kwenda kupigana vita vikitokea, vijana wako ndio unaochukua. Sasa unaochukuaje? Hao wako CCM, hao wako Chadema, hao wako ACT, wana mrengo tofauti. Lakini ukiwa na vijana wa nchi mnaenda kupigana vita, una mobilize vijana kwa sababu wako chini ya mwavuli moja. Wanawake wako chini ya mwavuli wa wanawake, sio wanawake wa CCM, wanawake. Bahati mbaya hivi sura yetu ya kutengeneza vijana wa kila chama imeambatana na kitu sasa siku hizi kimepata jina jipya, inatengeneza uchawa. Vijana sasa kadiri ya vyama vyao wanaanza kuleta uchawa. Hili jina halikuwepo. Mimi niliposikia rais anaongea kule Moshi kwa mara ya kwanza, ndio nilimsikia mimi anawaita kuna chawa wangu. Toka siku ile mimi nilipata hasira, labda nisifiche. Pale Moshi rais alipoenda kufungua, nadhani ilikuwa mkutano wa baraza la Chadema, rais anakuaje na chawa wake? Rais ambaye anapaswa kuunganisha kama mama kuku, anapaswa kuwaleta vifaranga wote ndani ya bawa zao ili wakue, lakini rais anasema mimi na chawa wangu. Hapo ndio mwanzo wa nchi yetu ilipoanza kusambaratika. Tusiogope kutamka hayo, tunyoshane vidole pale tulipoharibu, wala tusiwe na uoga. Nchi inajengwa na ukweli, nchi haijawahi kujengwa na uchawa, nchi haijawahi kujengwa na uoga. Sasa katika sura hiyo mimi niseme kama tutafanikiwa kwanza kupata katiba, basi na katiba yetu itaweka misingi ya kisheria ya haya mabaraza yetu ya vijana, misingi ya baraza yetu ya wanawake, misingi ya baraza yetu ya wazee, ili sasa nchi inapozungumza inazungumza lugha moja. Kule nyuma TANU ninayoifahamu mimi, TANU niliyokulia, TANU ambayo nimekuwa mtendaji kule ngazi ya chini, ilikuwa inazungumza kwa lugha moja. Wakizungumza kule juu, ile lugha inateremka mpaka vijijini. Lakini saa hizi niambie, ni kitu gani kinatamkwa juu kinateremka mpaka chini kikafika mpaka kwa Mtanzania mwisho na kikapokelewa kama jambo la kitaifa? Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.